Katika ulimwengu wa filamu, machozi sio tu ishara ya huzuni, ni zana yenye nguvu ya kusisimua hisia za watazamaji. Lakini je, waigizaji wanalia kweli? Na kama ni kweli, wanawezaje? Leo kwenye GSP Swahili Movies, tutachunguza mbinu wanazotumia waigizaji kutoa machozi kwa uhalisia. Kisha, tutakwenda kwenye darasa la uigizaji, ambapo vijana wachanga wanajifunza sanaa ya kudhibiti hisia na kutoa machozi kwenye filamu. Kumbukumbu za kina. Waigizaji wengi hutumia kumbukumbu za kweli za huzuni walizowahi kupitia ili kuleta hisia halisi. Mbinu hii inahusisha kujikumbusha matukio ya huzuni kama vile kupoteza mpendwa au kipindi kigumu cha maisha. Mbinu ya pili ni inner monologue, kujisemesha ndani. Waigizaji wengine hujipa hadithi ya huzuni akilini mwao ili kujiingiza katika hali ya kihisia. Hii huwasaidia kuingia katika hali ya huzuni kwa haraka na kulia kwa uhalisia. Mazoezi ya hisia. Baadhi ya waigizaji hujifunza kuingia kwenye hali tofauti za kihisia kupitia lugha ya mwili na mkao sahihi. Hii huwasaidia kudhibiti machozi yao bila kutumia kumbukumbu za maisha yao binafsi. Mbinu ya nne ni external stimuli, vishawishi vya nje. Wakati mwingine waigizaji hutumia vitu vya nje kama vile vipande vya vitunguu au tone la machozi kusaidia kuzalisha machozi. Hii ni mbinu inayotumiwa sana katika filamu za muda mfupi, ambapo muda wa kurekodi ni mfupi na mwigizaji anahitajika kulia kwa haraka. Sasa twende darasani, ambapo vijana wachanga wanajifunza jinsi ya kudhibiti hisia zao na kutoa machozi kwa uhalisia. Kabla ya kuanza mazoezi yao, walianza kwanza kwa kufanya mazoezi ya kufungua sauti. Walipomaliza, mwalimu Ausila aliwataka kila mmoja wao afikirie tukio la huzuni alilopitia. Na sasa mtihani mdogo aliwapa ni kwamba kila mmoja wao atasimama kimya kwa muda wa dakika 2, kisha aanze kutoa machozi. Baadhi yao, kama tunavyoona, wamefanikiwa, lakini wengine bado. Hili ni jambo linalohitaji mazoezi ya muda mrefu na ya mara kwa mara. Na hivi ndivyo waigizaji wanavyoweza kutoa machozi kwenye filamu. Ni mbinu gani imekushangaza zaidi? Tuandiki kwenye comments. Usisahau kulike, share na kusubscribe kwa GSP Swahili Movies kwa mafunzo zaidi ya filamu na uigizaji.